Na hata anasema kwa useme kabisa kina nani tujue. Nani ndio kuweka ubwabwa? Majanga kwa pole. Tujue kabisa kitu inabidi sasa tuambie sisi tuelewe sisi wananchi wako. Sasa wanachoko na kujibu mambo mengine tunaelewa. Rahim ni hayo, ni mkazi wa Mwaninga. Hili eneo hili la upande wa mashariki lina heka zaidi ya 40. Ni mmiliki wa hili eneo anaitwa Ahmad Mnyanga. Amenunua hili eneo ana miaka zaidi ya 20. Mwaka kufikia 2016 alianzisha upimaji wa viwanja na akapima viwanja, akachonga na mabarabara, viwanja vikapanda mawe, vikawa viko approved. Lakini cha kushangaza kufikia mwaka 2024 akaanza prosesi ya kutaka kuchimba. Akaanza kufuata prosesi, akatoka hapo akaingia serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa ikamuidhinisha kama yenyewe serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa haikushirikisha wananchi wa wakazi wa huku. Kutokana na hili eneo sisi ambao tulioko huku hatuwezi kupata huduma zozote zile bila kupita kwenye hili eneo. Ushalifahamu, tukitaka shule, hospitali, huduma za kijamii lazima tukatize kwenye hili eneo ndio tuende tukufuate mahitaji. Kero yetu sisi ni kuhusu machimbo ya mchanga ambayo sikumbuki alichimbwa mwaka gani, lakini kwa kipindi hiki tu cha katikati. Wakati tunanunua hivi viwanja tuliambiwa ni viwanja vya kawaida na tujenge kwa ajili ya maendeleo. Cha ajabu kwamba tumeshajenga, sasa hivi wanaanza kuchimba machimbo. Tumeshaenda serikali ya mtaa tumewaambia, na tulishakuja mara ya kwanza kabisa tukaambia sisi swala la machimbo hatulitaki, lakini wao bado wanaendelea. Asali tuliyopata kwa mfano binafsi, sina choo, mvua ya mwaka jana imenyesha, maji yanatoka tu kwa sababu kuna asili ya yenyewe tu, kuna asili ya maji. Kwa hiyo wanapochimba na wale mashimo wanapokuwa makubwa huwa yanatuama, kwa hiyo maji yanaendelea kuwa barabarani, mwisho yanaenda kwenye majumba yetu. Tunakuomba Mama Samia, tukiwa kama wanawake wajane, utusaidie ili swala la machimbo ya mchanga hatuyatake kwa mtaa wetu wa Mwaninga. Kahamia hapa, lakini mpaka leo wameanza kuchimba zaidi ya miaka mingapi? 4 5 sasa hivi naenda, lakini hamna faida yoyote. Yaani muda mrefu wanachimba na kama kuna hela inapatikana pale hapo serikali ya mtaa, ni viongozi wenyewe wanajua, wanafaidisha matumbo yao tu, lakini sisi wananchi hatufaidiki sana kabisa. Tumepata madimbwi pale, watoto wanaogelea, kuna mmoja kanusulika kufa. Madimbwi yale kule yale. Na dimbwi hilo la hapo hilo pia kuna mmoja alinusulika kufa. Umeona? Kwa hiyo yani unakuta kijamii yani sio sawa. Kwa hiyo uongozi wa kweli wa kwetu ni mbaya. Unaahidi kwamba hutaweka machimbo lakini machimbo umeyaweka. Hili sio sawa. Pale kitu kingine, sisi huu mtaa tunahitaji tuuendeleze. Wameleta nguzo za umeme zimefika mpaka hapo. Wanataka kuweka transformer. Hii transformer likiwekwa zinategemea tupate nguzo ambazo zinapita kwenye mitaa yake, iende kwenye majumba ya watu. Sasa kama kuna mashimo, nguzo zinakatiza wapi? Hamna nguzo zinazopokatiza. Kwa hiyo yani kwa kifupi kutakuwa hakuna maendeleo, na maendeleo yenyewe wanasema kwamba tukichia chimba mchanga hapa baada ya miaka 10 patakuwa level. No. Tumuite ya Mungu mengi aje, nitafika kwa wakati. Naelewa kinachoendelea pale. Kwa hiyo niombe serikali tusikilize, kama waziri wa ardhi atusikie kilio chetu. Sisi kwa kweli hatujapendezwa na hili. Tutaharibikiwa sana, maisha yetu yatakuwa magumu. Mwenyekiti wa Mwaninga, mpaka sasa malalamiko ya wananchi yalipofikia, imeundwa kamati kutoka kwa mkuu wa wilaya. Mpaka jana walikuwa huko machimbo. Wao nia yao ni wanatathmini jinsi machimbo yalivyo na matatizo ya wananchi na nini, alafu baadaye watarudi tena kwa wananchi.
Hilo ndo nalofahamika na hilo ndo tunalokwenda nalo sasa hivi. Nadhani ndio maana wakaunda timu hiyo ya kuja kutathmini na kufanya marekebisho ambapo pana matatizo kwa wananchi. Na ilikuwaje machimbo yakatokea au yakaanza au yule mwekezaji kufika hapa ilikuwaje? Aliingiaje? Mimi kuingia kwa mwekezaji kusema kweli sifahamu. Kwa sababu ninachokijua mimi tangu hii wilaya iko wilaya ya Temeke. Kusema kweli ninachokijua mimi ni nadhani mimi haya nimeyakuta na mkuu wa wilaya ameunda timu, nadhani matatizo yote yatakwisha. Bwana, hayo yanawakera wananchi. Hiyo timu inafanya kazi gani? Labda inaenda kuchunguza nini na itaangalia vitu gani? Na hiyo timu imekuja kuangalia sehemu za machimbo zilizoathirika kwa wananchi, alafu wataangalia watakachokifanya. Ni marufuku kufanya hiyo shughuli ya machimbo. Wangoje mrejesho wale, nao ndio maana wakaunda timu ikaja.